Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za siri kubwa, ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania Eye TV kwa mara ya kwanza, naomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, tena uwashe kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata taarifa hizi za ndani kila siku vile tunazipata katika meza yetu ya habari hapa Mbeya. Cha kuzingatia, cha muhimu na kuomba usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu. Hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan amejiuzulu mwenyewe. Jambo hili limeweza kusababisha mbwembwe kutanda Tanzania baada ya Samia kuamua kujiondoa mwenyewe. Sasa swali, amejiondoa wapi na ni kivipi ameweza kujiondoa? Samia Suluhu Hassan alikuwa na msimamo mkali kwa kiongozi wa kitaifa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba Tundu Lissu afunguliwe kesi ya uhaini na kesi ipitishwe ili anyongwe. Lakini sasa yeye mwenyewe amejiondoa ama amejiuzulu kutoka msimamo huo wa kumunyonga Tundu Lissu akiwa gerezani Ukonga, na kusema ya kwamba yuko tayari kumsamehea ili Tundu Lissu aondoke gerezani wafanye maridhiano na yeye. Kwa hivyo amejiuzulu kutoka msimamo alikuwa nao wa kumfungulia kesi ya uhaini kisha kifo Tundu Lissu. Sasa amejiondoa kwa hayo. Nani amefichua hizi taarifa ambazo ni za ndani? Mwanaharakati mmoja hapa Tanzania anaitwa Hilda Newton Chadema ameandika hivi katika mtandao wake, naomba tusome kisha baadaye tutaendelea. Vile unavyotazama kwa skrini yako, Hilda Newton ameandika hivi: Duli Idi Amin Mama alituma wasaidizi wake gereza la Ukonga. Anamaanisha huyu ni Samia Suluhu Hassan, alituma wasaidizi wake. Wakafanya nini? Hapo chini akasema hivi: wakamwambia Mheshimiwa Lissu kwamba limama lao lipo tayari kumsamehea Mheshimiwa Lissu, ila sharti lake ni moja, akubali kuipeleka Chadema kwenye maridhiano. Umesikia? Kwenda chini, Mheshimiwa Lissu aliwauliza anisamehe kwa kosa gani wakati yeye ndio aliyenipambikia hii kesi ya uongo? Mheshimiwa Lissu aliwaambia sihitaji anisamehe wala kupewa masharti kwamba ukitoka ufanye hivi, ila nataka ufute hii kesi kwa sababu ni ya uongo, na yeye anajua na dunia inajua kwamba mimi sio mhalifu. Sasa Duli Idi Amin Mama anatumia kesi ya mchongo ya uhaini dhidi ya Mheshimiwa Lissu ili kumkomoa. Ndio maana mpaka leo mahakama ya rufaani haijapanga tarehe ya kuanza kusikiliza rufaa ambayo imekatwa na mawakili wa serikali. Sasa habari ndio hiyo. Samia Suluhu Hassan ashatuma wasaidizi wake gerezani Ukonga ili kupembeleza Lissu aweze kukubali Chadema iende kwenye maridhiano Ikulu. Lissu akakataa ombi hilo la Rais Samia Suluhu Hassan kwa sababu Lissu anasimamia msimamo mkali kwamba yeye hajafanya kosa ila tu kesi anabambikiwa tu. Lakini maswali ambayo tunajiuliza, imewezekanaje Samia anatumia mbinu zote kusalimu amri kujiuzulu kutoka msimamo alikuwa nao na kutaka Lissu aachiliwe? Ni kwa sababu vile hali ilivyo nchini Tanzania sio sawa. Hamuna amani tulivu
hata kufikia sasa analazimisha uongozi kuendelea, na anajua hakuchaguliwa na Watanzania, ila tu aliweza kujichagua yeye mwenyewe. Habari zingine ambazo tumekuwa tukiwaambia, Suluhu ametumia mbinu ya kutumia familia ya Lissu huenda kumpembeleza aweze kukubali, na familia ile ikamwambia sisi hatuwezi kumpembeleza, yeye ndiye ako na uamuzi, na uamuzi wa Tundu Lissu hawezi kukubali kusamehewa kwa sababu hajafanya kosa, na anaendelea kusimama kwa msimamo wake mkali kwamba hajafanya kosa lolote nchini Tanzania. Kile ambacho alikifanya ni kusema no reforms, no elections, yani kusipokuwa na mabadiliko hasa katika tume ya uchaguzi hakutakuwa na uchaguzi. Sasa hilo ndio kosa ambalo alifanya kulingana na Samia Suluhu Hassan. Kutopendana kati ya mrengo wa upinzani na serikali, yani Suluhu na Tundu Lissu, ama uwepo wa Lissu gerezani, hayo ndio yamechangia misaada kusimamishwa hapa Tanzania. Sasa Suluhu anaona ikiwa atamsamehea Tundu Lissu, huenda hata mataifa yale ambayo yalikatisha kutuma misaada iweze kufungulia misaada hapa Tanzania, kwa sababu siku moja iliyopita Samia alisema hamna misaada kabisa, kamwe hakuna misaada. Itabidi tukusanye kodi ili tujitegemee, swala ambalo limeonekana kuwa ngumu kulitekeleza hapa Tanzania. Hatuwezi kuendelea na kodi yetu tu, lazima tuwe tunapata usaidizi wa misaada hapa na pale, wala sio mikopo, kwa sababu mikopo katika serikali ya Tanzania ni zaidi ya trilioni 120 na sasa hivi. Kwa hivyo tuko na deni kubwa, hata tukiendea mikopo tutaongeza mikopo ingine. Samia ameona akimfungulia Lissu huenda misaada itafunguliwa. Canada iliyofunga, Marekani iliyofunga, Uswidi iliyofunga, bunge la Ulaya lililofunga, misaada hiyo ikifunguliwa tutakuwa sawa hapa Tanzania. Misaada unajua huwezi kulipa ama kuzilipa baadaye. Ukipewa msaada unatumia, hakuna kulipa kama mkopo. Msaada sio mkopo. Sasa ameona njia moja ya kufarikisha shughuli hii, kukabidhiwa misaada, ni kumfungulia Lissu. Lakini hata kama amesalimu amri, hata kama amejiuzulu kutoka msimamo wake, anaambia Lissu akubali apeleke Chadema Ikulu kwa maridhiano. Kumaanisha yeye mwenyewe ameona pasipokuwa na maridhiano hakutakuwa na haki. Ameona Chadema ni mtetemeko mkubwa haswa katika taifa la Tanzania. Na Chadema ni chama ambacho ni kikubwa. Najua CCM ama chama tawala wanatumia sana hela, na wanajua makali ya CCM yamepungua. Ndio maana sasa njia inatafutwa ni kivipi wanaweza kuhakikisha ya kwamba Lissu amekubali. Lakini nikuulize swali tu. Je, wewe ungependa Lissu akubali maridhiano, apeleke Chadema Ikulu wazungumze? Unaonaje? Utaniandikia kwa comment section. Naomba kutamatishia kanda hii hapo. Kuna kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Nasema kwaheri kwa sasa.